Kabla ya simu na teknolojia nyingine hizi za mawasiliano kusambaa sana, ilikuwa ni lazima marafiki ratiba zenu zifanane. Yaani ratiba zenu zielekeane, lakini pia kila mtu alikuwa anajua ratiba za wengine. Nikupe tu mfano, ni weekend, unajua kabisa wadau saa hii saa 8 watakuwa kwenye kijiwe fulani. Kuna kijiwe chenu ambacho mnakaa pale, hakuna jua, ndo mnakuwa mmetulia. Baada ya hapo saa 10 wadau wanahamia uwanjani. Kuna ambao wanaangalia mpira, wengine wanacheza mpira. Baada ya saa 10 na mpira kuisha na huo muda kupita, labda kuanzia saa 2 kuna kijiwe duka fulani, mnaenda kukaa wote, mnakutana hapo. Au kuna sehemu fulani ambayo mnakaa. Kwa hiyo inakuwa inafahamika kabisa. Kwa hiyo unapotaka kumtafuta mtu, ni lazima ujue utampata wapi kwa muda gani bila kupiga simu. Kwa sababu kulikuwa hakuna namna rahisi ya kumpata kwenye simu kama sasa hivi. Kwa hiyo wewe ulikuwa ukitoka zako, unapotoka ukimhitaji mtu fulani, inatakiwa wewe ujue kwamba yuko wapi. Au kama utamuuliza mtu wake wa karibu, atakwambia bwana yuko sehemu fulani. Na utakavyoenda ile sehemu, kwa zaidi ya 90% kweli utamkuta, kwa sababu ratiba zilikuwa fixed. Sasa hivi na hizi simu na teknolojia za mawasiliano, mambo yamekuwa rahisi. Huwezi tu kaamka huko unapotoka uende mtu ukamfuate uwanjani au uende mtu ukamfuate sehemu fulani bila kumpigia simu. Lakini kitambo kidogo mambo yalikuwa yanawezekana. Tena ni kama sasa sijui tulikuwa tuna ratiba hiyo kila siku, kwa sababu ukitaka umpate mtu kweli, akikwambia rafiki yake kwamba atakuwa sehemu fulani, utampata. Yani kwa zaidi ya 90% atakuwa sahihi. Na sio tu mtu, kuna kundi fulani la wadau, mnaweza mkawa 10 au 5, 7, yani wote mnakuwa kwenye sehemu fulani mnakutania bila kupigiana simu. Akikosekana mtu mmoja, mnajua bwana fulani yuko wapi? Fulani wamesafiri bwana, au yuko sehemu fulani hivyo na hivyo. Yani kwamba mfumo wa maisha ulikuwa manyo, lakini ulikuwa unafanya kazi.